Karibu tena mtazamaji kwenye habari zetu siku hii ya leo ya Jumamosi ya tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2026. Jina langu ni Eric Masha Douglas. Naam, safari rasmi za ndege za Tanzania na Zanzibari kutua Urusi bila kipingamizi. Rais Samia Suluhu Hassan ametangaza rasmi kuanza kwa safari mpya ya shirika la ndege la Tanzania, Air Tanzania, ambayo itakuwa ni Dar Zanzibari kwenda Urusi. Ameyasema hayo leo pembeni ya kongamano la kimataifa la uchumi la St. Petersburg nchini Urusi, ambapo Juni tarehe 5 Rais Samia Suluhu Hassan alitarajia kuhitimisha ziara yake maalum katika taifa hilo. Hatua hiyo inalenga kuchagiza shughuli za kiuchumi ikiwemo utalii ili kuharakisha kufikia malengo ambayo Tanzania na Urusi zimejiwekea. Pia alieleza matumaini yake kwamba shirika la Azur Air la Urusi litaanza safari zake za moja kwa moja kutoka Urusi hadi Zanzibar, hatua ambayo amesema itakuza utalii na biashara nchini Tanzania. Katika hotuba yake kwa viongozi na wawekezaji duniani, amewahakikishia kuwa Tanzania ni sehemu salama na bora kwa mitaji yao kutokana na amani, mazingira wezeshi ya kisheria, miundombinu bora na uwezo wa kufikia soko la zaidi ya watu milioni 500 katika kanda za Mashariki na Kusini mwa Afrika. Ameyataja maeneo ya kipaumbele kwa uwekezaji kuwa ni sekta za madini, kilimo, nishati safi, mafuta na gesi, afya pamoja na usafiri na usafirishaji. Akizungumza pembeni mwa kongamano hilo, Rais Samia Suluhu Hassan alisema kuwa safari za moja kwa moja zitasaidia kurahisisha usafiri wa watu na bidhaa kati ya mataifa hayo mawili. Alieleza kuwa upatikanaji wa usafiri wa anga wenye urahisi ni moja ya nyenzo muhimu katika kukuza uchumi, kwani huwezesha wafanyabiashara, wawekezaji na watalii kufika kwa haraka katika maeneo waliyokusudia. Bali na safari za Air Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan pia alieleza matumaini yake kuwa shirika la ndege la Urusi la Azur Air litaanza safari za moja kwa moja kutoka Urusi hadi Zanzibar endapo hatua hiyo itatekelezwa. Inatarajiwa kuongeza idadi ya watalii wanaotembea Tanzania, hasa katika visiwa vya Zanzibar ambapo vinaendelea kujulikana kimataifa kutokana na fukwe zake, urithi wa kihistoria na vivutio vya kipekee vya kitalii. Wataalamu wa uchumi wanaeleza kuwa kuongezeka kwa safari za moja kwa moja kati ya nchi mbili kunaweza kuleta manufaa makubwa kwa sekta mbalimbali. Sekta ya utalii ndiyo inayotarajiwa kunufaika zaidi, kwani watalii kutoka Urusi watapata urahisi wa kufika Tanzania bila kupitia nchi nyingine za transit. Hali hiyo inaweza kuongeza mapato ya fedha za kigeni, kuimarisha biashara za hoteli, usafirishaji, migahawa na shughuli nyingine zinazotegemea wageni kutoka nje za nchi. Aidha, safari hizo zinaweza kufungua milango kwa wafanyabiashara wa Tanzania kufika soko la Urusi kwa urahisi zaidi. Bidhaa za kilimo, madini na bidhaa nyingine zinazozalishwa nchini zinaweza kupata nafasi kubwa zaidi katika soko hilo, huku wafanyabiashara wa Urusi wakipata fursa ya kuwekeza katika miradi mbalimbali nchini Tanzania. Tangazo la Rais Samia Suluhu Hassan linaashiria dhamira ya serikali ya kuendelea kuimarisha miundombinu ya usafiri wa anga na kuifanya Tanzania kuwa kitovu muhimu cha biashara, utalii na usafiri katika ukanda wa Afrika Mashariki. Hatua hiyo pia inaonyesha jinsi diploma ya uchumi inavyoendelea kutumika kama nyenzo ya kuvutia uwekezaji, kuongeza biashara na kuimarisha mahusiano ya kimataifa kwa manufaa ya wananchi wa Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share.